الدنيا فيزداد العمل الصالح والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يكذبون. أما بعد عباد الله ويوم ونشكر الله سبحانه وتعالى ambaye ametuwezesha kuja katika safari hii ya kukamilisha ndani ya Ramadhani tukiwa amali njema. Tumshukuru Allah kusema alhamdulillah rabbil alamin. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق الآيات فلها ثلاثة شروط.
usiyakumbuke ukisikia raha katika yale uliyofanya katika maasi. Ikiwa wewe utasikia raha, mfano ni kwa umaskini, ukakumbuka kitendo kile ukasikia kwamba unasikia ladha katika nafsi yako, ujue kwamba hauna toba. Utakuwa umeharibu moja katika hizi sharti tatu. Ya tatu ni kusema kwamba Mwenyezi Mungu nisamehe, sitarudia tena milele katika madhambi haya. Hiyo ni toba ya mja na Muumba wake, na kuna toba ambayo inatakiwa uifanye wewe pale unapokuwa umemkosea mwenzako. Lazima ufuate sharti zilizoelekezwa katika sheria ya Uislamu. Nazo nyingine aliona kuna haki sahiba. Ya kwanza, ikiwa walikuwa kumdhulumu mtu, basi haki ya yule uliyomdhulumu ni haki yake, mrejeshee haki yake. Ikiwa ni mali au hawaku labdahu ilaihi, ikiwa ni mali au chochote ambacho umekifanya katika kumdhulumu mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili Allah akubali toba yako katika kumdhulumu kiumbe mwenzako, mrejeshee kile ulichokichukua kutoka kwake. وإن كانت الحق غض النحو مكان ulifanya madhambi ya kumdhalilisha kiumbe mwenzako, ukamtukana, ukamzuia jambo ambalo hakulifanya, lakini wakusudia kumdhalilisha, kumvunjia heshima. Jambo hilo ni baya katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ili Allah waweze kukusamehe, yatakikana wewe ufuate na utake radhi. Hapa ndipo kuna jambo linakuwa nzito katika viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume mtukana amemdhalilisha, lakini Allah hakusema katika makosa walikosea kiumbe mwenzako, sharti ili kukubali toba Mwenyezi Mungu ni kumfuata, kukubali kudhalilika kwake na kumtaka radhi katika yale uliyomkosea kwa kumsema vibaya, kumdhalilisha, kumvunjia heshima. Na kafara unaotaka ni kwenda kutaka msamaha hasa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Mwenyezi Mungu anasema tulee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu yatakikana mja
haya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa dhambi na tauba, Mwenyezi Mungu ndiye anakubali toba ya mja wake. Anakubali toba ya mja wake na anakubali pale ambapo anakuona wewe umekusudia kuacha maasi na ukamwomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla ya mauti, zaidi ya kabla ya mauti, manake wewe usipate kile vishawishi vinavyokuonyesha kwamba wakati wote unaondoka katika maisha ya dunia. Wengi wanafanya toba na kuona yuko katika sakarati ya mauti. Wakati ule ambao wasio sahihi katika mfano toba wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kufanya toba. Yubatilu al-makana shirku al-iman. Mtu anapofanya toba Allah anabadilisha anakusa anashirikisha Mwenyezi Mungu Allah anakutia kwa neema. Wa makana dhamma afwa nasema alizikosea Allah anaomba msamaha. Wakutia siku moja anaamua Ibn Khattab radhiyallahu anhu Ibn Khattab baba anamwambia basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafungua katika tumaini la kukuta ilikuwa msiki. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kutukia katika dhambi tulizokosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, wakati wa sala umefika. Tunaomba inshallah alijalie sadaka atupe sadaka tuweze